Hivi umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu ofisini kwenu hawajui kazi vizuri kuliko wewe, lakini kila siku ndio wanaopendwa na mabosi, wanaopandishwa vitengo na maneno yao yanasikilizwa kama sheria? Jibu liko wazi na halihitaji degree ya ziada. Watu hao hawachezi mchezo wa kufanya kazi kwa bidii tu. Wanacheza mchezo wa siasa za madaraka, office politics, kupitia kitabu cha The 48 Laws of Power. Ofisini sio sehemu ya kupendana. Ni uwanja wa kimkakati ambapo wenye power wanatumia sheria maalum kuhakikisha wanabaki kileleni na kukulazimisha wewe uwatumikie kila siku. Ukizichunguza tabia za mabosi au wafanyakazi wajanja waliokamata mpini kazini kwako, utagundua wanatumia sheria hizi 5 kila saa. 1. Usimfunike bosi wako kwa kung'aa sana. Never outshine the master. Hili ndilo kosa la kwanza kabisa linalowaponza wafanyakazi wengi wenye akili nyingi na vichwa vikali. Unapoingia ofisini ukiwa na nguvu mpya, ukataka kuonyesha kila mtu kuwa wewe ndiye unayejua kila kitu, na ukaanza kumrekebisha au kumkosoa bosi wako mbele ya vikao ili uonekane una akili kumzidi, unajipalilia mkaa wa moto. Watu wenye power kazini wanajua kuwa usalama wa nafasi zao unategemea jinsi wanavyomfanya bosi wao ajisikie yeye ndiye mjanja zaidi. Wajanja wa ofisini wanajua kutoa mawazo makubwa, lakini wanayawasilisha kwa gia ya kumfanya bosi aonekane ndiye aliyeyafikiria au kuyabariki. Ukimfanya bosi wako ajione ana usalama na ana akili kubwa mbele yako, atakupa uhuru na madaraka makubwa zaidi chini yake. Lakini ukimfanya ahisi unataka kuchukua kiti chake, atakuharibia ramani zako zote za kupanda cheo chini kwa chini. 2. Watumia wengine wakufanyie kazi, lakini sifa chukua wewe. Get others to do the work for you, but always take the credit. Sheria hii inaonekana haina ubinadamu, lakini ndio ukweli mchungu unaofanyika kwenye kila ofisi kubwa duniani. Angalia viongozi wa vitengo au meneja wako. Mara nyingi kazi ngumu za kuchambua data, kuandika ripoti ndefu za usiku kucha na kuumiza kichwa zinafanywa na wafanyakazi wa chini, interns na maofisa. Lakini siku ya mawasilisho mbele ya bodi ya wakurugenzi, yule meneja anasimama mbele na kusema, "Nimefanikiwa kutengeneza mfumo huu," au "Ripoti yangu inaonyesha." Watu wenye power wanajua kutumia nguvu, akili na muda wa watu wengine kama ngazi ya wao kupanda juu. Wanajua kuwa duniani kote, watu hawakumbuki nani aliyebeba tofali, wanamkumbuka yule aliyeweka jina lake kwenye gorofa lililomalizika. 3. Jifanye fumbo na usiongee kila kitu. Always say less than necessary. Wafanyakazi wengi wa kawaida wana tabia ya kuropoka kila kitu wanachokiwaza. Akichukizwa na utaratibu mpya wa ofisi anasema, akitaka kuacha kazi anatangaza, na akipata siri ya kampuni anaeneza kwa kila mtu wakati wa chakula cha mchana. Tabia hii inakufanya uwe mtu wa bei rahisi na unayetabirika kirahisi sana. Mabosi na watu wenye ushawishi mkubwa maofisini ni mafundi wa ukimya. Wanapokuwa kwenye vikao, wanaongea kwa uchache sana na kwa kuchagua maneno ya kimkakati. Ukimya wao unawafanya watu wa chini yao wawe na hofu na mashaka, kwa sababu hawajui bosi anawaza nini kuhusu wao. Kitendo cha kutotabirika kinawapa nguvu ya udhibiti, control, kwa sababu maamuzi yao yanapokuja yanakuwa ya kushtukiza. Jambo linalomfanya kila mtu awe na nidhamu ya uoga mbele yao. 4. Jenga mtandao ambao watu watakutegemea kila siku. Keep people dependent on you. Ili uwe na power isiyotikisika kazini, usiwe mtu anayeweza kubadilishwa kirahisi kama balbu ya taa, replaceable. Ukifanya kazi zako kiasi kwamba mtu yeyote anaweza akakaa kwenye kiti chako kesho asubuhi na akazifanya vile vile, huna nguvu yoyote na unaweza kufukuzwa kazi wakati wowote. Watu wenye power ofisini wanajua kutengeneza monopoli ya ujuzi au taarifa. Wanahakikisha kuna mifumo, password, mawasiliano ya wateja wakubwa au siri za kiutendaji ambazo ni wao pekee wanaozijua kwa undani. Wanafanya hivyo makusudi ili kampuni ikitaka kuwafukuza au kuwashusha cheo, igundue kuwa kufanya hivyo ni kuua operesheni nzima ya ofisi. Unapowafanya mabosi na kampuni wakutegemee,
Ili mambo yao yaende, unakuwa umeshika hatamu ya usalama wako mwenyewe. 5. Jifanye mshamba au usiyejua kitu ili uwaibishe wajanja. Seem dumber than your mark. Kwenye ofisi zenye ushindani mkubwa, kuna watu wenye tabia za kijasusi. Wanajifanya hawajui siasa za ofisi. Wanajifanya wanyonge au watu wasio na madhara yoyote kwa wengine, ili tu wasionekane kama tishio, threat, kwa wale walio juu au wafanyakazi wenzao wenye wivu. Hii ni mbinu ya kujificha kwenye kivuli, low profile. Wanapotumia sheria hii, wanawafanya wale maadui zao ofisini wajisahau na kuanza kuwadharau. Wakati adui yako anapokudharau na kukuona huna uwezo, anaacha kujilinda mbele yako. Hapo ndipo mtu mwenye pawa anapopata nafasi ya kufanya kazi zake kwa amani, kukusanya siri na kupandishwa cheo ghafla na mabosi pasipo mtu yeyote kutarajia. Kuzijua sheria hizi za ofisini hakukufanyi uwe mtu mnafiki au wahila. Kunakupa macho ya kiintelijensia ya kujua jinsi uwanja wa ajira unavyoendeshwa. Kama ulikuwa unafikiri kufanya kazi kwa bidii na kuchelewa kuondoka ofisini pekee ndio vitakavyokupa heshima na cheo, umenoa. Anza kusoma mchezo. Jua bosi wako anataka nini. Weka siri zako na uanze kuishi kazini kwa kutumia akili na mikakati mizito. Kama andiko hili limekufumbua macho na kukupa picha halisi ya jinsi siasa za ofisini zinavyochezwa na wakubwa, usipite hivi hivi. Bonyeza alama ya subscribe hapo chini sasa hivi na uwashe kengele ya taarifa. Ungana na familia hii ya watu wenye hekima wanaoamua kuacha kufanya kazi kwa upofu na kuanza kuongoza maisha yao ya kikazi kwa kutumia akili na mikakati mizito.